Inasadikika 99% kote ulimwenguni watu wanaugua kichaa cha mapenzi. Yes, hujanisikia vibaya. Mapenzi ni ugonjwa kama ulivyo ugonjwa mwingine. Na watu wengi wanaugua sana kichaa cha mapenzi. Sasa tunaweza tukafanya iko kipimo na kuweza kugundua wewe sio mmoja ama sio miongoni mwa wanaougua kichaa cha mapenzi. Ni kwenda kutazama. Je, unazifahamu hizi kanuni 10 za mapenzi? Kama hauzifahamu my friends, wewe una kichaa cha mapenzi. Na kama unazifahamu lakini haujazitumia ama hauzitumii katika mahusiano yako, pia wewe una kichaa cha mapenzi. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Leo tutaenda kujifunza kanuni 10 za mapenzi ambazo ukizijua hizi kanuni zitakupa mwongozo mzuri wa wewe kuwa na mapenzi bora na mapenzi yenye afya. Sasa tukienda kwenye kanuni ya kwanza kati ya kanuni 10 za mapenzi, inaitwa ama tunasema kujitambua. Hii ndio kanuni ya kwanza. Unaweza ikawa ushasikia ili neno la kujitambua na ukalichukulia la kawaida sana. Lakini hili sio la kawaida, na leo ndo utafahamu ili neno sio la kawaida. Kujitambua kwanza, wewe ni nani? Sawa? Wewe ni nani? Nani anaweza akanipa hilo jibu? Hii ni homework. Lazima ujitambue wewe ni nani. Wanasema jitambue kabla haujatambulika. Jijue kabla hujajulikana. Achana na jina. Unaweza kusema mimi ni Mombeki. Mombeki ni jina lako. Sasa wewe mwenye jina la hilo Mwajuma, mwenye jina la Aisha, mwenye jina la Zuena, mwenye jina la Husna, hilo ni jina lako. Wewe mwenye hilo jina ni nani? Wewe ni mtu wa aina gani? Ili usiwe katika hatari ya kutafasiriwa kutoka kwa watu wengine. Jambo la pili katika kujitambua unaloweza kujiuliza hapa katika kujitambua, sehemu hii ya kwanza, si ndio? Kwa nini upo? Nani anaweza akanijibu hili swali? Kwa nini wewe upo katika hii dunia? Pengine tuseme basi katika hii dunia. Na asiingie kwenye dini, huko nitakuchanganya zaidi. Nataka hapa. Kwa nini wewe upo? Sasa kujiuliza swali la kwa nini wewe upo, hii pia itakusaidia sana. Kwa nini? Nakwambia itakusaidia sana. Kuna hatihati usipojua kusudi la wewe kuwepo hapa, ukafikiri wewe upo kwa sababu ya mahusiano. Na ndio maana yule unakuta unapelekea, simshaye kusikia watu wanajiua kwa sababu ya mahusiano. Yaani yule kaachwa kajiua. Kaachwa kashindwa kuendelea na maisha yake. Kaachwa haoni maisha bila yeye. Watu wanajiua kweli kwa ajili ya mapenzi. Watu wanapoteza mwelekeo kwa ajili ya mapenzi. Maana yake ni nini? Kwa nini upo hapa? Wameshindwa kulijibu vizuri hili swali. Lakini ukijua kwa nini upo hapa, maana yake ili swali utalijibu kabla hujapata bwana, ili swali utalijibu kabla hujapata demu. Kwa nini upo hapa? Na ukilijibu hili swali before kupata mwenzako, maana yake utaelewa upo hapa kwa sababu nyingi, na mahusiano pengine ikiwa ni moja ya sababu hizo. Kwa hata itapofika hatua ukayakosa mahusiano, maana yake hautakosa maisha, kwa sababu vipo vitu vingi sana vilivyokusudia wewe kukuleta katika haya maisha. Kuna mtu anaelewa? Watu wengi wanajitafasiri wapo hapa kwa sababu ya mwanaume, yani kwa sababu ya Abduli. Ndio maana ni rahisi kumwona mtu kabandika kope zimefika hadi huku, mtu kuvaa wigi mpaka huku, mtu akiwa na chunusi ama akiwa na shepu nyembamba, akiwa ana kalio, akiwa ana wowowo, akiwa kuna baadhi ya vitu ukivikosa unahisi kuwa uncomfortable kwa sababu unajihisi upo kwa sababu ya wanaume. Ukiwa dhaifu na kuvikosa hivyo vitu, haujioni unafaa katika ulimwengu kwa sababu umedhani upo kwa ajili ya wanaume ama upo kwa ajili ya wanawake. Sasa lazima uelewe kwa nini upo hapa, ili usipotee ukadhani wewe upo kwa sababu ya huyo mtu ama upo kwa sababu ya mahusiano. Ukijua kwa nini uko hapa utakuwa uhuru. Lakini ongezea na kusudi lako ni lipi? Kusudi lako ni lipi? Haya ni maswali machache sana madogo tu katika namna ya kujitambua, lakini endelea kujitafakari na kuyauliza kwa sababu ndio atakuacha uhuru. Kusudi lako ni lipi? Siwezi kukujibia haya maswali kwa sababu wewe ndio unaelewa, kwa sababu wewe ndio mwenyewe. Kwa nini nakwambia siwezi kukujibia? Ukishindwa kujibu, atakuja mtu atakujibia, atakwambia kusudi lako wewe ni kukaa ndani ya nyumba yangu na kunipikia. Atakuja mtu atakujibia kusudi lako wewe ni kunipa mimi raha tu. Kusudi lako wewe ni kunistarehesha tu. Kusudi lako wewe ni kunisikiliza. Kusudi lako wewe ni kuwa chini yangu tu. Wewe umezaliwa kwa ajili yangu tu. Ukishindwa kujibu kusudi lako ni lipi, watu watakutengenezea kusudi katika makusudi yao.
Sasa niambie, kusudi lako ni lipi? Kwa sababu kusudi lako litakuongoza vizuri sana katika mwelekeo mzuri wa wewe kuona una makusudi zaidi ya kusudi la kumpikia mwanaume ama kumhudumia mwanamke. Na kwa nini nakwambia kusudi lako ni lipi? Unajua katika mahusiano kuna vitu vitatu. Kuna wewe, kuna yeye, alafu kuna mahusiano yenyewe. Hivi ni vitu tofauti. Wewe na yeye mna utambulisho wenu. Kila mtu ana utambulisho wake binafsi, kwa sababu kabla hamjakutana ulishajibu wewe ni nani, kwa nini upo, kusudi lako, before hujakutana na wewe mwanaume au wewe mwanamke. Kwa hiyo anapokuja mwanamke kakukuta wewe na hivi vitu, ama anapokuja mwanaume anakukuta wewe na hivi vitu, sawa? Haumsubiri ndio aviweke hivi vitu, anakukuta wewe tayari una hivi vitu. Sasa na yeye ana vitu vyake kama hivi. Kwa nyinyi wawili mnaenda kukutana, yeye atakujua wewe ni nani, wewe sio yeye atakutafasiri wewe ni nani. Yeye atajua kwa nini upo, atajua kabisa huyu hayupo tu kwa sababu eti mimi nipo. No, huyu naye ana malengo yake na mambo yake anatakiwa kuyafanya. Atajua kusudi lako ni lipi pia. Sio, unanielewa? Kwa hiyo atakuwa na direction nzuri, mwelekeo mzuri wa kujua na kuelewa anawezaje mkafika mbali. Kwa hiyo achana na ile dhana ya kwamba nyinyi ni mwili mmoja. Hapana. Wewe ni mwili wako na yeye ana mwili wake. Wewe una malengo yako na ana malengo yake. Haya majibu hayafanani watu wakianza kuyajibu. Si ndio? Kwa hiyo haya maeneo matatu ni maswali matatu ambayo nataka wewe ujiulize, kwa sababu haya maswali yatakupelekea katika namna ya hivi. Yatakutengenezea, kwanza yatakutengenezea vipaumbele. Yatakutengenezea vipaumbele. Na hapa ndo unapoelewa kwamba unakutana na wanawake wengine mpaka unasema wanalinga ama wako strong, hawana muda wa kupoteza. Because they know walitoka wapi, wapo wapi na wanaelekea wapi, na muda unawaambia nini. Tunaishi kwa muda, unajua tunaishi kwa muda. Leo ikifika kesho, leo haiwezi kujirudia tena. Kwa hiyo ukiwa na vipaumbele hautakuwa mtu wa kustaki. Unajua kuna watu katika mahusiano wameishi miaka 2 3 wako eneo hilo moja. Kwa sababu gani? Hawana vipaumbele, hawana vitu vya kuvikamilisha. Maana yake hawana kusudi. Au hapo tu kwamba baby I love you, honey I love you. No, lazima uwe na vipaumbele ambavyo hivi vitakucontrol ama vitakupa direction what you have to do in this time au in this moment. Sio, unanielewa? Kwa hiyo itakupa vipaumbele. Ukiweza kujibu vizuri hapa, pia utapata kujua kitu fulani hivi. Sawa, uwezo. Sawa, uwezo. Una uwezo gani? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo mwenzako utamrahisishia sana akikukuta na wewe akijua uwezo wako. Mimi nina uwezo sana wa kutangaza, nina uwezo wa kuongoza, nina uwezo. Una uwezo gani katika maisha? Kwa sababu ushagundua hapa pameshakwambia wewe ni nani, kwa nini upo. Unagundua kwamba maisha ukiachana na mahusiano yananihitaji pia mimi niweze kucontrol maisha yangu na maendeleo yangu. Kwa hiyo utajua pia uwezo wako wakati unajibu haya maswali. Lakini pia utakujulisha pia kuweza kuelewa nguvu na udhaifu. Kutakusaidia pia kuelewa nguvu na udhaifu wako uko wapi. Sasa nielewa nguvu yangu iko wapi, ili uweze kujua namna gani unaweza ukaitumia nguvu yako katika madhaifu. Kuna watu kweli ni dhaifu, wakipenda wanapenda kupindukia, na wanajikuta wanashindwa kutoka katika mahusiano, ama wanaona mtu sio sahihi wa kumpenda lakini wanampenda. Maanake hawa ni dhaifu wa maeneo fulani. Ili asijidanganye kudhani kapenda kweli, utagundua mimi pale sijapenda, ila mimi kwa sababu dhaifu kwa wanaume warefu. Tamaa zako sasa. Mimi ni dhaifu kwa wanaume wafupi, mimi ni dhaifu kwa wanaume weupe, mimi ni dhaifu kwa wanaume wenye hela, kwa utajigundua haujaingia katika mahusiano kwa sababu ya upendo, bali udhaifu. Kwa sababu si unajitambua. Kwa kuna mambo hayatokuumiza kichwa wewe kuweza kuelewa kwamba huu ni upendo, hii ni tamaa. Na kwa sababu unaijua nguvu yako, manake you know how to use your power kuweza kucontrol hii hali ya udhaifu. Manake sasa hapa ndo hii uwezo pia, sio wa kudhibiti ama kujidhibiti. Sio uwezo pia wa kujidhibiti. Unawezaje ukajidhibiti dhidi ya tamaa zako? Unawezaje ukajidhibiti dhidi ya wewe adui yako mwenyewe?
Kwa sababu wakati mwingine tunadhani maadui wako nje, lakini maadui wapo kwetu wenyewe. Yaani sisi wenyewe ndio tunatengeneza maadui. Kwamba unashindwa kujidhibiti. Yaani unaona kabisa hapa ninapopenda, ninapoingia miguu yote sio sahihi. Lakini nifanye nini? Mimi ndo naingia hiyo. No, lazima uijue power yako ya kujidhibiti. Sasa hapa kwenye kujidhibiti kuna mambo mengi. Kuna hasira, ukiwa na hasira unajidhibiti vipi? Ili upunguze ghasia kwa mwenzako. Unafahamu? Wewe ni mtu wa kisirani, unajidhibiti vipi? Kwa sababu sio kwa sababu wewe kisirani basi unataka eti ndio watu wakupepetikie. Tu hicho kisirani ni tatizo lako na unatakiwa kudili nalo. Wakati mwingine katika mahusiano kwa kukosa kuvielewa hivi vitu, tunafikiri bwana mwanaume wangu hata yupo romantic bwana, mimi napenda mwanaume ananibembeleza. No, tatizo sio mwanaume hayupo romantic. Tatizo wewe unapenda kudeka, udhaifu wako. Kwa unaelewa kabisa mimi udhaifu wangu napenda kudeka. Kwa hiyo nikipata mwanaume ambaye hawezi kunimanipulate ama kuniletea romantic style, siwezi kumuelewa. Sasa hii haimaanishi mwanaume ni mbaya. Hii inamaanisha ni kwamba wewe umeshindwa kujifanyaje? Kujidhibiti ule udhaifu wako wa kudeka. Kwa kuna mambo unayajua kabisa, haya ni changamoto zangu mimi. Haya ni matatizo yangu mimi. Sina haja ya kumbebesha mzigo huyu. Kwa hutohukumu watu kwa matatizo yako. Sasa saikolojia, kama unashindwa kujitambua, haya mambo utashindwa kuyatambua na utadhani ni makosa ya mwingine. Yaani utageuza mtu bwana ndio kwa kipaumbele. Au bibi. Yaani utageuza mwanamke ndio kwa kipaumbele chako ama mwanaume ndio kwa kipaumbele chako. Wewe ukilala ukiamka ni wanaume tu. Ukilala ukiamka tu ni bwana tu. Ukilala ukiamka wewe ni bwana tu. Ukilala ukiamka wewe ni bibi tu. Yaani wewe ni mapenzi tu. Mpaka mwisho unakuwa sasa addicted. Sasa ukikosa kujitambua, ugonjwa unaofuata ndio huu. Addict. Unakuwa sasa unaathiriwa. Unaathirika. Sasa kwa nini unaathirika? Kwa sababu this all stuff zinakuconfuse. Hauwezi kuelewa wewe ni nani. Hauwezi kuelewa kwa nini upo. Hauelewi kusudi lako. Hauelewi vipaumbele vyako. Unaona kipaumbele kisha kwa bibi. Uwezo wako unaona hauna uwezo wa kujidhibiti. Hauna nguvu tena, hujui udhaifu wako, unaathirika. Na hii inaenda kuathirika katika namna gani? Kujitafasiri. Kutafasirika. Sawa? Kutafasirika kivipi? Naomba hapo unisikize vizuri sana. Usipojitambua wewe ni nani, kuna uwezekano watu wakakutambulisha. Yaani wewe ni mtu fulani. Na ukiishi katika dhana ya kutambulishwa ama kujitafasiri kutokana na watu ama kuwa tegemezi, kwamba furaha yako wewe inatokana na watu, ama udhibiti wa furaha yako wewe, yaani ni kama unafikiri unatafuta mwanaume wa kukamilisha ama mwanamke wa kukamilisha. Unatafuta mwanaume ama mwanamke wa kukupa wewe furaha, lakini haujajitambua. Maana yake utaenda kuishi na mtu kwenye tafasiri ya maisha yake. Yaani kwamba maisha yako wewe yatadizainiwa na mtu mwingine. Sasa leo ndo maana tupo na watu wengi sana wanaoshindwa kumove on baada ya kuachwa. Yaani umeachwa, hauwezi kuona maisha bila huyo mwanaume ama bila huyo mwanamke. Yaani unaona mimi bora nikajiue. Mimi siwezi kumove on, mimi siwezi kuendelea mbele. It's okay, ni kweli hauwezi kuendelea mbele kwa sababu hayo maisha sio yako. Unaishi maisha ya mwingine. Sawa? Unaishi, ushaingia katika maradhi haya ya kutafasirika. Umeshaathirika na kutafasirika. Unaishi maisha ya mwingine. Yaani unaishi na maisha ya yule mwanaume alivyokutafasiri katika namna ya kukwambia wewe ni nani, kwa nini upo, kusudi lako. Kwa kisaikolojia amesha kumanipulate na kukuchanganya kusudi lako wewe ni nani, kwa nini upo, limehamia katika vipaumbele vya kuwa yeye ndio vipaumbele chako, yeye ndio uwezo wako, yeye ndio nguvu yako na udhaifu wako, yeye ndio athari zako. Kwa hiyo sasa niambie mimi leo hii, unawezaje ukacheza ukapoa jezi na mchezo hujauelewa? Yaani mfano upo tu hapa, aje mtu akwambia wewe ndo Abdalla. Hebu ishi kama Abdalla. Wewe Abdalla unamjui. How can you fit? Unawezaje ukafit katika viatu vya Abdalla? Ni lazima umpate Abdalla ndo akuongoze, hapa tunaenda hivi, hapa tunaenda hivi, hapa. Ndio utajiona unaishi. Sasa kwa sababu sasa hivi unaweza ukajiona hauishi kwa sababu hauishi maisha yako.
Ungejitambua, ungejua kwa nini upo, ungejua kusudi lako, ungeelewa vipaumbele vyako, ungeelewa uwezo wako, ungeelewa nguvu zako, uzoefu wako, usingeathirika na mtu mwingine, bali ungeathirika na athari zako mwenyewe. Ndio hii unahusiana na mtu na anaondoka na kuacha kwenye maisha yako uko stable, cause you know yourself. Hajakuachia athari za kuishi maisha ya kwake. Ndio inasema we are not a one body. Ndio inasema sisi sio mwili mmoja. Kila mtu ana maisha yake. Nilisema pale mwanzo, mahusiano na vitu vitatu ama mkusanyiko wa vitu vitatu: wewe, mwenzako na umbo lenyewe la mahusiano. Kwa hiyo sasa utashindwa ku move on kama utakubali kutafasirika au kuingia katika huu mtego wa kuathirika na kutafasirika. Kuishi bila huyu mwanaume huwezi kuishi. Na ni kweli utaweza kuishi kwa sababu maisha yake ndio alikuwa yako. Mawazo yake yalikuwa yako, mwelekeo wake ulikuwa wako, malengo yake yalikuwa yako, hisia zake zilikuwa zako, furaha yake ilikuwa yako. Sasa kaondoka, ni nani wa kudirect? Ni kama gari, wewe si abiria, ulikuwa unaendeshwa na dereva. Sasa dereva kashuka, wewe huwezi kuendesha lile gari. Kwa unajikuta uko una pa kwenda, jamani nitendaje, dereva wangu hayupo. Sasa ndio maana nilisema mwanzo kabisa, 99% ya watu wanasumbuliwa na kichaa cha mapenzi. Manake hapa sasa wewe ukiyakosa kuyajibu haya mambo vizuri, wewe ushaingia katika kichaa cha mapenzi. Tushanielewa? Sasa hii ni sehemu ya kwanza ya kuzijua kanuni 10 za mapenzi. Kwa hiyo kanuni ya kwanza kati ya kanuni 10 za mapenzi ni kujitambua. Kujitambua, sehemu ya kwanza ni kutambua haya maeneo matatu: wewe ni nani, kwa nini upo, kusudi lako. Sasa nisikuchoshe sana. Leo tulijifunza kanuni ya kwanza kati ya kanuni 10 za mapenzi. Naamini kuna mambo umeelewa. Umeelewa kujitambua kuna namna gani, ama kujijua kuna faida gani katika mahusiano. Pengine nilivyoeleza hapa haujaweza kunielewa vizuri. Mimi nakukaribisha sana, namba zangu za simu unaziona hapo. Nitafute, huwa natoa private class, natoa ushauri binafsi. Kama una tatizo nitafute. Lakini pia kama hujanielewa vizuri katika hili somo nilolitoa hapa, ama unataka kujua njia zipi unaweza ukazitumia katika namna ya kujitafuta na kujitambua, pia naweza nikakusaidia private. Nitafute kwa namba zangu za simu, tutaongea mambo mengi sana. Wewe mwenye matatizo ya ndoa, wewe mwenye changamoto ya mahusiano yako, wewe mwenye changamoto ya kutojua una move vipi on, wewe mwenye changamoto katika mahusiano unajiuliza kwa namna gani mnaweza mkawa na mahusiano stable, wewe mwenye tatizo lolote katika mahusiano, nitafute. Hakuna jambo lilokosa tiba. Mimi kwa sasa hivi nikuage, nikwambie tu usikose episodi ya pili ambayo tutazungumzia kanuni ya kwa nini. Kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mahusiano ni kwa nini. Unaijua kanuni ya kwa nini inasema nini? Mimi tukutane katika sehemu ya pili, usikose. Huu ni mwendelezo wa kanuni 10 za mapenzi. Nikuage kwa sasa, tukutane katika sehemu ya pili ya kanuni ya pili ya mapenzi. Bye bye.